tukiwa mubashara kupitia Dar es Salaam Tanzania na Rock FM, bila kusahau mtandao wetu ya kijamii YouTube channel Hope Channel Tanzania. Waweza kutumia ujumbe pia ukatufuatilia kupitia kurasa yetu wa Instagram Anza na Bwana. Tunasonga mbele pamoja nawe ikiwa ni saa ya 3 Anza na Bwana siku ya leo, kwa muda wa thamani ambao tumeutenga kushiriki pamoja nawe kwa ajili ya kupata elimu ambayo itakusaidia wewe mdau wetu, mtazamaji na msikilizaji, kujifunza mambo yaliyo msingi sana katika masuala mazima ya mchakato wa usajili wa majina ya biashara. Mimi ni Aniva Mongola, na kwa muda wa thamani kabisa tumeutenga kwa ajili ya kushiriki pamoja nawe kwa uzuri katika yale ambayo tumekujuza hapo awali, ambao ulikuwa pamoja nasi. Tumekuhabarisha mchakato mzima wa dunia inapoendelea kukua zaidi na maradufu zaidi, basi tunahakikisha kwamba teknolojia inaendelea kutumika kwa uzuri, na serikali yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia sekta zake mbalimbali imeendelea kuwekeza katika teknolojia ili kurahisisha utendaji kazi na uwajibikaji kwa watumishi na taasisi na utendaji kwa ujumla wake. Na hivyo basi siku ya leo ninamleta kwako Madam Subira Mwalumuli. Yeye ni kaimu meneja sehemu ya majina ya biashara kutoka BRELA, ambaye ni wakala wa usajili wa leseni na biashara. Kwa muda wa thamani ambao tumeutenga pamoja nawe, tutajifunza kwa uzuri kabisa kuhusiana na matumizi ya mfumo mpya wa usajili wa biashara msajili wa majina ya biashara ambao umeboreshwa ni kwa ajili ya kutoa huduma kwa Watanzania kwa ujumla wake. Unafahamu nini kuhusu BRELA? Unafahamu nini kuhusiana na mfumo huu mpya wa kidigitali zaidi wa kusajili majina ya biashara? Na kama wewe ni mdau wetu, basi inawezekana wewe ni mwekezaji, ni mfanyabiashara, unamiliki kampuni, una majina ya biashara vyovyote vile, basi muda huu ni wako ili ukajifunza kwa uzuri zaidi, ikusaidie na kupata mwongozo wa hatua za kufuata na umuhimu wa kutumia mfumo huu mpya ambao umeanzishwa kwa ajili ya kusajili majina ya biashara. Karibu ngane pamoja nasi siku ya leo. Kama una maoni na maswali, karibu kwa namba 0745183847, lakini katika ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania tufuatilie pia, ukatupatia maoni yako hapo na maswali kwa ajili kwenda kupata ufafanuzi katika mada siku ya leo. Madam Subira, habari asubuhi? Salama, habari. Salama. Habari za BRELA? Salama kabisa. Karibu sana. Asante sana. Shukrani sana. Tumeongea na mdau wetu hapo awali, na kuna baadhi ya maswali ambayo tayari yalikuwa yameshatolewa, tutayaleta hapo baadaye wakati tunaendelea na kutoa elimu, lakini leo tukijikita kuhusiana na swala zima la kupata elimu ya matumizi ya mfumo ulioboreshwa wa utoaji wa huduma kutoka pale BRELA. Labda kwa ajili ya mdau wetu ambaye ameungana nasi na hafahamu, nasikia tu kuna kitu kinaitwa BRELA, tufahamu angalau tu kidogo ili tujue jinsi ya kutembea vizuri katika mada hii. Asante ndugu mtangazaji. Ndio. BRELA ni taasisi ya serikali. Ni kifupisho cha neno la Kiingereza ambalo ni Business Registration and Licensing Agency, likiwa na maana ya ni wakala wa usajili wa biashara na leseni. BRELA iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara na ilianzishwa mwaka 1999 na ilianzishwa chini ya sheria ya wakala za serikali sura 245 ya mwaka 1997. Uanzishwaji wake ulikuwa na lengo la kuboresha huduma, lakini pia ilichukua majukumu ya iliyokuwa idara ambayo ilikuwa inashughulikia masuala ya usajili, sheria za biashara pamoja na leseni za viwanda. Okay. Ndio. Asante, tumepata ufafanuzi, umetusaidia kwa uzuri zaidi, angalau sasa mtazamaji, msikilizaji akaweze kuelewa kwa uzuri kabisa kuhusiana na hiki ambacho tunaenda kujifunza kwacho kwa siku ya leo. Na kwa sababu umeshatolea ufafanuzi kuhusiana na BRELA, namna ambavyo ilianzishwa pamoja na majukumu yake, tufahamu sasa kuhusiana na mfumo huu ulioboreshwa wa utoaji huduma wa BRELA. Ndio. Asante. Mfumo huu unaenda kutekeleza majukumu ya BRELA ambayo kwa sasa BRELA inatekeleza majukumu yafuatayo. Ndio. Kwanza, inasajili makampuni chini ya sheria ya makampuni sura 212. Lakini pia inasajili majina ya biashara
Okay. chini ya sheria ya usajili wa majina ya biashara sura 213. BRELA pia inatoa hataza chini ya sheria ya hataza sura 217. Lakini pia BRELA inasajili alama za biashara na huduma chini ya sheria ya biashara na usajili wa alama za biashara na huduma sura 326. Lakini pia BRELA inatoa leseni za biashara chini ya sheria ya usajili wa leseni za biashara sura 101. Lakini pia BRELA inatoa leseni za viwanda chini ya sheria ya taifa ya leseni za viwanda sura 46. Okay. Sasa katika kutekeleza hayo majukumu, BRELA inatumia mfumo wa kielektroniki. Mfumo huo ulianza kutumika rasmi tarehe 2 mwezi wa 12 mwaka 2018. Sawa. Imeendelea na usajili huo na mpaka tarehe 8 mwezi wa 4 2026 ndipo sasa imeanza kutumia mfumo ulioboreshwa. Okay. Ndio. Okay. Ndio. Asante. Labda kwa sababu ya ufafanuzi ambao umetuambia, kuna baadaye tutapata kidogo ufafanuzi kuhusiana na matumizi ya huu mfumo mpya, namna ya kufanya kazi. Lakini labda tuweze kupata tofauti kidogo. Awali nilipokuwa na mwenzangu hapa kwenye kipindi, ameeleza uzoefu wake wa usajili wa jina la biashara miaka hiyo akitumia makaratasi, makabrasha kuyapeleka BRELA, ambao tunawapongeza kwa hatua kubwa ambayo umeifanya hadi kufikia kusajili majina ya biashara kwa njia ya mtandao zaidi. Na umesema kuna mfumo mpya ambao umeboreshwa zaidi. Labda tuweze kufahamu tofauti ipi ambayo ipo kati ya mfumo uliokuwepo awali na mfumo ambao umeboreshwa zaidi. Tofauti yake hapa ni ipi na itamsaidia vipi Mtanzania itafanyaje kazi kwa ufanisi zaidi kulinganisha na mfumo uliopita wa awali? Asante ndugu mtangazaji. Mfumo huu mpya ulioanza tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huu umeboreshwa katika vipengele vifuatavyo. Kipengele cha kwanza ambacho ni muhimu sana, mfumo umeweza kuongeza, ama naweza nikatumia neno kuchambua zaidi na kuweka uwepo wa aina za biashara mbalimbali ambazo katika mfumo wa awali zilikuwa zimewekwa kwa ujumla. Sawa. Ndio, lakini mfumo huu umeenda sasa naweza nikasema kudadavua ama kunyambua zile kazi ambazo zilikuwepo katika ule mfumo, lakini kwa maana ya ujumla. Okay. Kwa hiyo kwa kuwa hivyo unaruhusu sasa mtu anayefanya biashara yoyote hali ni halali akaingia kwenye mfumo akajisajili na akachagua biashara ambazo anazifanya kiuhalisia. Okay. Ndio, lakini kipengele cha pili ambacho ni muhimu zaidi, ni muhimu pia, ni kwamba mfumo huu umejiunganisha na mifumo mingine. Kama ambavyo tumekuwa tukipokea maelekezo kuhusu mifumo kusomana, BRELA imeweza kutekeleza maelekezo hayo kwa kuhakikisha kwamba mfumo huu mpya unaenda kuungana na mifumo mingine ili kuweza kutoa huduma. Na mifumo inapoungana unapata kwanza urahisi wa kushughulikia huduma, kwa maana kutoa huduma, lakini pia upatikanaji wa taarifa ambazo ni sahihi katika hatua za usajili. Utofauti mwingine ndio unauona katika jina, kwa sababu jina mwanzoni ilikuwa inaitwa ORS, maarufu ORS, ambao ni kifupi cha neno Online Registration System. Lakini sasa hivi unaitwa BOS, utakuwa maarufu kama BOS kwa maana ya BRELA Online
registration. Okay. Sasa faida ya hili jina, unaona linaenda kutoa taarifa moja kwa moja kwa wadau wa BRELA kwamba ni ya BRELA, lakini sawa, inatoa huduma za sajili kwa njia ya mtandao. Okay. Wakati online registration system kwa maana ORS ni general term, sawa, ni lugha ya ambayo ingeweza kutumika tu kwa ujumla. Ndio. Faida nyingine ambayo tunaiona ama niseme labda maboresho nayaona kwenye namna ya kumrahisishia mfanyabiashara kufanya huduma za sajili, kwa maana kwamba umekuwa rahisi zaidi. Mfumo huu mtu yoyote, ili hali anajua kusoma na kuandika, anajua kutumia simu ama kompyuta, kwa urahisi tu anaweza akasajili BRELA, akasajili biashara yake tu kwa njia hiyo. Yes, lakini pia katika sasa kurahisishwa hivyo, unaona mteja anaelekezwa taratibu na mfumo, yani mfumo unampeleka akiingia tu kwenye ukurasa, ndio mfumo unamuongoza taratibu, unamuuliza maswali rahisi, mpaka anakamilisha usajili. Lakini pia kipengele kingine cha muhimu zaidi ni kwamba huu mfumo teknolojia yake imeboreshwa zaidi, kwa maana kwamba inamsaidia mteja hata katika uchaguzi wa jina lililo sahihi. Kwa maana ya kuna majina ambayo yanakuwa yameshasajiliwa na sheria hairuhusu, sheria tunazozisimamia haziruhusu mfanano wa majina wakati wa usajili. Kwa unakuta mteja anasaidiwa katika hatua za usajili na anaenda kupata, inapunguza asilimia yeye kukataliwa jina, kwa sababu mfumo unakuwa umemsaidia, unamwambia jina hilo tayari lipo. Na upande wetu vivyo hivyo, kwa kuwa mteja ameweza kusajili kirahisi na muda wake umeokolewa, kwa hiyo ombi likija upande wetu pia mchakato wa usajili unapungua, kwa maana ya kulishughulikia lile ombi mpaka kutoa ridhaa ya jina husika kusajiliwa inapungua zaidi, kiasi kwamba tunakuwa na uwezo wa kumhudumia mteja hata ndani ya siku moja tu tunaweza kusajili jina la biashara. Ili hali mteja ameweza kufuata zile taratibu kama anavyoongozwa na mfumo, lakini pia kutoa taarifa sahihi. Kuna mabadiliko mengi, lakini kwa uchache naomba niyataje haya. Tunawapongeza sana, kazi kubwa ambayo mnaifanya, na tunaamini Watanzania wataendelea kufurahia huduma ambazo zinatolewa na BRELA kwa ajili ya kurahisisha mchakato mzima wa usajili wa majina ya biashara kwa ajili ya ufanisi wa kazi. Na hivyo basi, wakati tunaendelea kusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, asante sana mdau ambaye ameendelea kututumia ujumbe kwa namba 0745183847. Tutakaporejea hapa tutasoma maswali na maoni ambayo umeyatoa katika wasaa huu, tukiendelea kujifunza kwa uzuri kuhusiana na mfumo mpya wa usajili wa biashara ambao umetolewa na BRELA kwa ajili ya kurahisisha kidigitali zaidi. Tutapata maelekezo mafupi kutoka pale studio. Tukirejea tutapata ufafanuzi wa kina zaidi kutoka kwa mgeni wetu hapa, ili kuelewa kwa upana zaidi na jinsi ya kuelewa mchakato mzima wa kusajili majina ya biashara kupitia BRELA. Huduma zake. Je, unafahamu ya kwamba BRELA imeboresha huduma zake? Ndiyo, kwa sasa BRELA imeboresha huduma zake kupitia mfumo unaojulikana kama BRELA Online Services Portal, BOS. Huu ni mfumo wa haraka, salama na wa uhakika. Mfumo huu utakuwezesha kutuma maombi mapya ya jina la biashara na leseni ya kiwanda. Ili kupata huduma hizi, fanya yafuatayo. Tembelea kiunganishi cha bos.brela.go.tz. Na baada ya ukurasa wako kufunguka, bonyeza sehemu iliyoandikwa Get Started. Baada ya hapo, bonyeza sehemu iliyoandikwa Create Account. Ukurasa unaofuata utajaza taarifa zako, taarifa za uraia, taarifa binafsi, taarifa za mawasiliano, utaweka neno la siri na utathibitisha kwamba wewe sio robot, na kisha utafungua akaunti yako. Baada ya kuwa umeingia kwenye mfumo, utawasilisha maombi yako kama ni jina la biashara au ni leseni ya kiwanda, na BRELA itayapokea na kuyafanyia kazi. Ikiwa wewe ni mteja wa awali na una akaunti ya ORS, unataka kuingia kwenye mfumo wa BOS, unachotakiwa kufanya, bonyeza sehemu iliyoandikwa Get Started. Baada ya hapo, ukurasa unaofuata
bonyeza forget password. Katika ukurasa unaofuata utajaza anwani ya barua pepe uliyoitumia kwenye akaunti ya ORS, na baada ya hapo utareset password ambayo utapata ujumbe utakakuwezesha kuingia kwenye akaunti ya BOS. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya simu alama ya kujumlisha 255 222 212 800 au tuandikie barua pepe ya support.bos@brela.go.tz. Brela, lango la mafanikio ya biashara. Asante sana kutoka studio kwa kipande hicho ambacho kinaonyesha mchakato mzima wa hatua ya awali mpaka hatua ya mwisho katika usajili wa majina ya biashara kupitia mfumo ulioboreshwa wa BRELA. Labda turejee kwako Madam Subira kwa ufafanuzi wa kina zaidi, angalau kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji kupata uelewa zaidi, angalau hatua ya kwanza mpaka ya mwisho kwa ajili ya kukamilisha mchakato wa majina ya biashara kupitia mfumo huu mpya ulioboreshwa. Asante. Mtu yote atakayehitaji kusajili jina la biashara BRELA, kwanza atahitaji kuwa na kitambulisho cha utaifa kinachotolewa na NIDA. Lakini pia atahitaji kuwa na jina analotaka kulisajili. Sawa. Lakini pia atahitaji kuwa na email address. Atahitaji pia kuwa na namba ya simu ambayo inatumika. Ndio. Lakini pia atahitaji kuwa na address ya kwake ya makazi. Anwani ya makazi. Yes. Lakini pia atahitaji kuwa na address ya biashara kwa maana ya ofisi. Yes. Kwa hiyo atafuata sasa utaratibu wa kuingia kwenye mfumo. Atatafuta kwa maana ya mlango wote anaotaka yeye kuutumia, kama ni Mozilla, Firefox, vyovyote kwa maana ule mlango wa kielektroniki wa kuingia. Ataenda kwenye website ya BRELA ambayo taarifa zake ziko kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tuna Facebook, tuna Instagram, tuna Twitter. Kwa hiyo ataweza kupata huko taarifa zetu, lakini kwa ufupi tu tuna website yetu ambayo ni www.brela.go.tz. Ndio, lakini pia mfumo wenyewe pia una address yake ambayo utakuwa ni www.bos.go.tz. Ndio. Kwa hiyo akiingia ataanza sasa kupata maelekezo yale niliyokuambia. Katika dirisha ataambiwa kama yeye ni msajili mpya, basi ataweka pale taarifa zake. Ndio. Ataweka email address ambayo itampa namba ambazo zitamfanya sasa, itampa kwanza ile link ya kuingia kwenye mfumo mpya. Baadaye itampa namba za uhakiki ambazo atazijaza mpaka akaunti yake itakapofunguliwa. Kwa sababu kutumia ile email ambayo atakuwa ameiweka ndipo taarifa zake zitakuwa zinatumwa huko. Basi ataingia kwenye mfumo, ataendelea kujaza taarifa kama nilivyozitaja mpaka atakapozikamilisha. Baadaye atalipia, itatoka control number. Akilipia atakuwa sasa amekamilisha mchakato. Ingawa katika hatua za kujaza kuna fomu itatoka ambayo tutahitaji aweke sahihi yake kuthibitisha kwamba yeye ndiye aliyefanya huo usajili. Baada ya hapo atapokea cheti katika akaunti yake na zoezi la usajili litakuwa limekamilika. Ndio. Matarajio ya Watanzania wengi, kwa sababu ni mfumo wa kidigitali zaidi, tunatarajia moja kati ya madhumuni tunaamini ni kwa ajili ya kuokoa muda. Tanzania atakapokuwa anatumia mfumo huu anaweza kutumia takriban muda gani ili kukamilisha usajili akiwa na kila kitu ambacho kinatakiwa? Lakini hapo umesema kuna hatua ile ya mwisho ambayo itamfanya atatakiwa kufanya malipo. Malipo ni kiasi gani shilingi za Kitanzania? Asante. Ukamilishwaji wa usajili utategemea pia na kasi ya mtandao, itategemea pia na mazingira ambayo yule mteja atakuwa yupo. Lakini kama nilivyosema, usajili wa biashara unaweza kukamilika kwa siku moja. Kwa hiyo inaweza ikawa labda ndani tu
ya dakika 10, inategemea. Okay. Dakika 20, 30 lisaa, lakini ili hali lile ombi limeisha letwa likiwa limekamilika upande wetu. Okay. Ndani ya siku moja anakuwa ameshasajili jina la biashara. Asante sana. Lakini pia swala la gharama, usajili wa biashara ni bei rahisi sana. Serikali imeweka mazingira hayo ili kuwawezesha Watanzania waweze kurasimisha biashara zao bila kuwa na vizuizi. Okay. Gharama ya usajili wa jina la biashara ni shilingi 15,000. 15,000 tu. Ndio. Lakini baada ya usajili atahitaji kulinda jina lake katika rejista ya msajili kwa shilingi 5,000 tu kwa mwaka. Kwa hiyo mazingira yamewezeshwa ili watu waweze kusajili biashara zao wawe rasmi, ili waweze kufaidi na fursa zinazotokana na kuwa rasmi. Asante sana kwa habari njema kabisa. Labda kwa ajili ya ufafanuzi zaidi, kuna Watanzania wako katika viwango tofauti tofauti vya elimu na uelewa tofauti tofauti na mazingira tofauti, hasa kuna ambao wanaishi mijini, wengine wanaishi kule vijijini. Mtandao huu, mfumo huu tunaamini ni rafiki kwa kila mtu, lakini labda tutoe msaada kupitia kwenu BRELA kwa Mtanzania ambaye atakuwa kwenye mchakato wa kusajili jina la biashara, labda akakutana na changamoto kidogo ya kimtandao, labda anakuwa kwenye hatua fulani za awali au katikati au anaelekea mwishoni, anatakiwa kufanya nini? Atahitaji kuwasiliana na sisi. Okay. Na BRELA tunapatikana kama nilivyosema kwenye mitandao mbalimbali, lakini tuna namba za simu pia. Tuna namba ambayo inaanza na alama ya kujumlisha 255 kwenye mabano 0 22 22 12 12800. Okay. Anaweza kapiga hiyo namba, na hiyo namba pia inapatikana pia kwenye website ya BRELA, lakini pia anaweza katuandikia email. Tuna email inaitwa maoni@brela.go.tz. Lakini pia kama ana malalamiko anaweza kaandika malalamiko@brela.go.tz. Lakini pia tuna hata huu mfumo mpya na wenyewe pia una namna ya kufikiwa kwa maana ya ile website yake www.bos.go.tz. Sawa. Ndio. Asante sana. Maoni kutoka kwa mda wetu kwa namba 0745183847. Anaitwa Eliudi Chediel akiwa Hedaro. Nafurahi sana kwa elimu, barikiweni sana. Amina sana. Shukrani sana. Kutoka kwake rafiki huyo anaitwa Kulia Handi, anasema nawapata vizuri kabisa kutoka pale Butimba, Mwanza. Asante sana kwa kutufuatilia asubuhi ya leo. Rafiki huyu anaitwa Juliet Jonathan, anasema habari ya asubuhi, asante sana kwa elimu hii, maana nilikuwa ninapata shida jinsi ya kusajili. Sasa nimeelewa kuna hatua ambazo ninatakiwa kuzifuata ili niweze kukamilisha usajili wa jina la biashara BRELA. Hongereni kwa kazi nzuri. Asante Juliet, tunafurahi kwamba kipindi hiki kimekuwa msaada kwako. Basi wajulishe na wengine zaidi kuhusiana na hii elimu ambayo tumeipata kupitia wasaa huu. Labda kwa ajili ya umuhimu wa usajili wa majina ya biashara, kwa nafasi yako kwa niaba ya BRELA, kuna umuhimu gani wa Mtanzania kusajili majina ya biashara? Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri sana. Faida za kusajili biashara ni nyingi. Usajili wa biashara ni kuwa rasmi, kwa maana inaitwa urasimishaji wa biashara. Sasa unapokuwa rasmi, kwanza biashara yako inapata thamani. Ikipata thamani, ina maana unaweza kuaminika na wadau wako wakafanya biashara na wewe. Lakini pia faida nyingine ya kusajili jina la biashara ama kusajili tu biashara kwa ujumla ni kulinda lile jina lako. Unaweza kuwa unatumia jina la biashara kwa muda mrefu, umelitangaza, umeingia gharama nyingi la kufanya lijulikane, lakini usipolisajili, uwezekano wa jina hilo kusajiliwa na mtu mwingine na watu wakadhani huduma unayoitoa wewe inatolewa na yule aliyesajili ni mkubwa. Sawa. Lakini pia faida nyingine ya kusajili biashara ni kupata ulinzi wa kisheria. Kwa maana kwamba una biashara yako umeisajili na BRELA, inatambulika kwa jina fulani. Mtu mwingine kwa nia ovu ama kwa nia kujinufaisha kibiashara
akataka ajulikane kwamba ni wewe, akatumia jina lako, wewe unakuwa kwenye nafasi ya kuweza kudai haki zako kutokana na hasara ulizozipata kwa mtu mwingine kutumia jina lako. Lakini pia unaposajili hilo jina, mtu mwingine hataweza kulitumia, kama nilivyoongea hapo awali kwamba mfumo unasaidia anayesajili kumwelekeza kwamba jina hili lipo kwa asilimia fulani, lakini na sisi tunapoendelea na mchakato wa usajili pia mfumo unaendelea kutuelekeza kwamba kuna mfanano wa jina hili, hivyo mteja atafute jina lingine. Kwa unaona ambavyo jina linatoa matumizi ya mtu mmoja tu yule ambaye amesajili kwa mara ya kwanza. Sawa sawa. Ndio. Faida ni nyingi. Kuna faida nyingine ambayo ukisajili, kwa mfano tumeona fursa mbalimbali ambazo zinatolewa za kiuwezeshaji kiuchumi. Ndio. Fursa kwa mfano za mikopo, mafunzo na elimu mbalimbali. Kwa mfano kuna uwezeshaji wa kiuchumi labda kwa kundi fulani la watu, ili uwezeshwe labda kupitia mabenki na taasisi mbalimbali za kifedha, Ndio. watahitaji uwe umesajiliwa na BRELA ili uweze kufaidi hizo fursa za mikopo, ambayo ukipewa mikopo bila shaka utakuza biashara yako, utakuwa kiuchumi. Ukikuwa kiuchumi, maisha yako yatakuwa bora, lakini pia utakuwa umesaidia sasa pia jamii inayokuzunguka na mwisho wa siku uchumi wa jamii kwa ujumla ukawa bora. Sawa sawa. Ndio. Asante sana kwa ufafanuzi mzuri. Tunapoelekea kuhitimisha, kwa nafasi yako na kwa niaba ya BRELA, tunatamani pia utoe ushauri hasa sasa kwa ajili ya Watanzania kuhusiana na swala zima la mchakato wa usajili wa majina ya biashara na hasa kwenye matumizi sasa rasmi ya mfumo huu ambao umeboreshwa kwa ajili ya kuwarahisishia Watanzania katika usajili wa majina ya biashara. Asante ndugu mtangazaji. Nitumie nafasi hii kuwataka na kuwaomba Watanzania hususan wafanya biashara waweze kutumia mfumo huu wa BRELA. Kama tulivyoelezea sifa zake, ni mfumo rahisi, unamwongoza mteja, tofauti na hapo awali ambapo watu walikuwa wanahitaji labda ni lazima atumie huduma ya mtu ambaye amchaji fedha, na fedha inayotakiwa kuchajiwa inaamuliwa na yule anayetoa hiyo huduma. Sasa mfumo huu umekuja kurahisisha hata kumpunguzia mfanyabiashara gharama za usajili, kwa sababu ataweza kusajili yeye mwenyewe, hususan jina la biashara. Kwenye sajili nyingine anaweza kahitaji usaidizi wa mwanasheria, hususan usajili wa kampuni, lakini katika usajili wa jina la biashara na hatua zingine za awali ambazo hazihitaji wataalam, imempunguzia mteja kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo naomba wautumie huo mfumo, warasimishe biashara ili wapate fursa za kibiashara, waweze kupata wabia, waweze kufanya biashara kubwa, waweze kuvuka mipaka, kwa sababu dunia ilivyofika sasa hivi, watu ili wafanye biashara sio lazima wafahamiane. Ni zile tu taratibu zinazothibitisha upande mwingine kwamba anapoingia kufanya biashara na mtu, basi yuko mikono salama. Mtu huyu amesajiliwa. Ndio. Kwa kama ambavyo Watanzania wengi huwa wanatamani kufanya biashara labda upande mwingine, lakini hana taarifa, hivyo hivyo bila shaka na wafanya biashara wengine wanatamani kufanya biashara huko upande mwingine, wakija Tanzania wakiwa na uhakika kwamba biashara zinasajiliwa, muhusika hata kama simfahamu kama mtu binafsi kwa maana ya rafiki, lakini kwa kuwa amesajiliwa na vyombo vya kiserikali, anapata ule uhakika wa mali zake, uhakika wa fedha ambayo atakuwa ameiweka katika biashara na katika fursa mbalimbali ambazo watu wanajua kwamba Tanzania kuna hizo fursa za biashara. Asante sana. Naomba urejee namba, kuna mda wetu hajapata vizuri hapa kwa sekunde kadhaa tunapohitimisha ile namba ya mawasiliano. Alama ya kujumlisha 255 0 kwenye mabano 22 22 12 800. Asante.
Tunakushukuru sana Madam Subira kwa muda wako wa thamani. Tumepata elimu, imetusaidia sana. Karibu tena wakati mwingine. Asante. Tunahitimisha hivyo. Jina langu ni Aniva Mongola. Tulikuwa na Subira Mwalumuli ambaye ni Crime Manager katika kitengo cha majina ya biashara. Tumepata elimu ya matumizi ya mfumo ulioboreshwa wa utoaji wa huduma kupitia BRELA ambaye ni wakala wa usajili wa leseni pamoja na majina ya biashara. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Mimi ni Aniva Mongola, nakutakia wakati mwema. Endelea kusalia hapo pamoja nasi kwa ajili ya kupata elimu na mambo mengi ambayo tumeandaa pamoja nawe siku ya leo. Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within.